Kiongozi bora na shupavu ni yule anayejua kuwajibika na kuwasaidia wale ambao wanahitaji msaada wa hali na mali. Kwa kuguswa na hali ngumu ya maisha anayopitia kijana Juma Salum Maalim mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Mwirapongwe, tukio ambalo tulikuripotia hivi karibuni, Mheshimiwa Asma Mwinyi, mbunge wa jimbo la Welezo, amemtembelea na kumpa pole pamoja na faraja katika kipindi kigumu anachokipitia. Ujio wangu hapa siku hii ya leo ni kutokana na kwamba video clip ambayo nilikuwa nimerushiwa na watu tofauti kuniuliza kwamba umeiona hii, kuna mwananchi wako ana tatizo. Kwa hiyo mimi nikaisikiliza ile video clip, nikaiangalia, nikaona na ikanigusa, ikiwa kama nikiwa kiongozi na pia nikiwa yule akiwa ni mwananchi wangu wa jimbo la Welezo. Kwa hiyo nikaguswa kwa ile story ambayo aloweka pale, na nikataka kujua zaidi vipi na namna gani naweza kumsaidia, na hususan alinitaja kwa jina katika ile klipu yake. Kwa hiyo leo nimekuja, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kanipa hiyo nguvu na uwezo wa kuja na kusikiliza, na namshukuru Mwenyezi Mungu nimepata zile information ambazo nilikuwa nazitafuta ili nijue jinsi gani ya kuweza kumsaidia, na hivi sasa najiandaa kuangalia jinsi gani naweza sasa kumsaidia kutoka hapa alipo, ili kumfikisha akaweza kwa rehema zake na uwezo wa Mwenyezi Mungu kumrejesha katika hali yake aliyokuwa kama awali. Na mimi sipendi kusema kwamba vijana ni taifa la kesho, hapana. Vijana ni taifa la sasa hivi. Sasa tuwe waangalifu katika maisha yetu. Nyinyi ndio vijana wa sasa hivi. Kwa hiyo mnabidi mujiangalie. Na kama unavyoona huyu ni kijana lakini tayari ameshaoa. Kwa hiyo yule anategemewa. Sasa ameshakuwa ndio kiongozi wa nyumba. Sasa leo yeye ndo amepata yale maafa. Kwa hiyo sasa hamna anemwangalia, lakini isipokuwa ni nani, alhamdulillah, na kitu ambacho namsifu na nampa pongezi, huyu binti ambaye ameolewa hajamtelekeza mume wake, yuko naye, kakaa naye, kaikubali hii changamoto ambayo aliopewa na Mwenyezi Mungu, alioshishwa nayo, lakini kakaa nayo na anaendelea kumwangalia mume wake. Kwa hiyo hilo pia ni jambo jingine ambalo mimi limenigusa, ikiwa mmoja wa wale ambao hupinga udhalilishaji wa kijinsia. Kwani udhalilishaji sio kwa watoto wa kike tu, hata watoto wa kiume huwa wanapata, lakini huu ni mfano mzuri wa huyu binti. Hajamtelekeza mume wake kutokana na maradhi au hii changamoto ambayo alikuwa ameipata. Yuko naye bega kwa bega na amekaa, amelikubali, amemuomba mwenyewe Mwenyezi Mungu, na ameomba sisi wengine ni sababu tu ya kuja hapa. Allah ndiye mwenyewe anayetibu, Allah mwenyewe ndiye anayefanya kila kitu. Sisi ni sababu kusema naomba mnisaidie, na mimi nimesikia, na mimi nimekuja, nami pia namuomba Mwenyezi Mungu aniwezeshe niweze kwa sababu ya kumsaidia. Bi Zuhura Masudi ni mama mzazi wa Juma, anaeleza kuwa amefarijika sana kwa ujio wa Mheshimiwa Asma Mwinyi, kwani anaanza kuona mwanga wa matumaini kwa mtoto wake. Umenipa faraja tangu hiyo siku alianza kuja yeye mpaka leo, umenipa faraja sihaba, si walivyokuwa. Ndio kama hivyo anapata mahitaji. Napotoja jamii, huenda mwanangu labda atasimama, atakwenda, ataifanya kazi zake. Serikali ndio naitakia manufaa mema, izidi kunisaidia. Kwa hatua hii tunaona kwamba Asma Mwinyi si tu kiongozi, bali ni mwanamke jasiri mwenye kujali na kuguswa na hali ngumu za kimaisha ambazo baadhi ya watu wanazipitia. Inapendeza kuona kwamba sio kwenye furaha tu viongozi huwa pamoja na wananchi wao, lakini hata kwenye shida wanashirikiana na wananchi katika kusaidiana. Na hii inaonyesha uhalisia wa madiwani wa wadi ya Welezo na Mtofani. Je, ulitegemea kuona viongozi hawa kuonesha mshikamano huo? Hii inaakisi msemo unaosema akufae kwa dhiki ndiye wako rafiki. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Abdillahi Abdallah.